Mwanafunzi mwenzangu wa kipindi mwongozo kujifunza Biblia lesoni shule Sabato kwenye robo ya kwanza mwaka 2026 na somo la 6 ndazungumzia kuhusu la foi en Christ seul, imani katika Kristo pekee. Leo mercredi tunayo somo nzuri kabisa ambayo inaendelea kukamilisha somo hili ikizungumzia kuhusu la foi du Christ, imani ya Kristo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, jinsi tunavyojua maisha ya Paulo hapo zamani alikuwa akitegemea imani yake, alikuwa akitegemea haki yake ambayo ilikuwa kizani ya kwamba ni kwa kutii sheria, huko kuwa mfarisayo kabisa, kuwa ametahiriwa. Alizani kwamba yale ndio yanaweza kumuokoa mpaka apate somo huko anapoenda kwa Damaski na kuona kwamba haki aliyokuwa akitegemea haikuwa sawa, mpaka akafikia kipindi akakutana na Yesu, akapatikana na Yesu. Maana yake nini? Nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye Efeso sura kwanza 4, Wakorintho wa pili 5:11, Wakolosai 2:19, Wagalatia 2:12. Tuangalie mashairi haya. Paulo anataka kutufunza nini kuhusu msemo aliposema akapatikana na Kristo? Tulikuwa tumetanguliza hapo awali ya kwamba kufikia muda fulani Paulo alikuwa akijisifia haki yake mwenyewe. Kwa mfano kwenye mstari huu ambao ni mstari wa 9 nadhani hapa kwenye Wafilipi 3:9 inasema, na kupatikana ndani yake bila kuwa na haki yangu mwenyewe inayotokana na sheria, bali ile inayotokana na imani katika Kristo, haki inayotoka kwa Mungu kwa msingi wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mbeleni alikuwa akitegemea imani yake mwenyewe ambayo inatokana na sheria, mpaka akapata somo nzuri na kuona kwamba imani ama haki ya kweli ni ile imani katika Kristo, haki inayopatikana kwa Mungu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Paulo alikuwa akijivunia sifa zake za zamani kama wengine watu. Mara nyingi tunajivunia matendo mema tunayoyafanya, lakini kuanzia wakati huo kuendelea, baada yeye kukutana na Yesu huko katika njia ya Damaski, hakutumainia tena haki yake mwenyewe ambayo ilikuwa ikipatikana kwa matendo ama kwa kuzania kwamba natii sheria, kwa maana haifai kuamini matendo yetu kufikia wokovu. Hakuna tendo njema lolote ambalo tunaweza kulifanya likatuokoa. Somo la Galatia 2:16 kwamba tunakombolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hakuna tendo njema ambalo tunaweza kuifanya na ituokoe. Kwa hivyo Yesu mwenyewe tu ndiye alitii sheria. Yeye ndiye mwaminifu mtiifu kabisa. Akikaa ndani mwako ndipo utaweza kutii. Sasa alitamani kupatikana katika Kristo. Huyo ni Paulo kulingana na Filipi 3:9. Utajiuliza inamaanisha nini kupatikana katika Kristo? Kulingana na Wakorintho kwanza 1:30, kuwa ndani ya Kristo kunajumuisha kila kitu kinachojumuisha mpango wa wokovu, tangu mapambazuko ya akili yetu ya kiroho. Hapo mnapokuwa hekima kujua kwamba hiki ni kitu kibaya na hiki ni kizuri, kuanzia pale kupitia hata kuhesabiwa haki kwa imani ambayo ni haki, na maandalizi ya mbinguni, utakaso, hadi mwishowe kutukuzwa katika ujio wa pili wa ukombozi. Hiyo ndio inajumuisha kupatikana na Yesu Kristo. Kwa hivyo kazi ya wokovu inaanzishwa na Yesu Kristo, inaendelea na Yesu Kristo mpaka glorification. Basi Mungu akusaidie sana pamoja na mimi tupate kuelewa ya kwamba imani ya Kristo pekee ndiye inaweza kutuokoa. Na hii basi ni kwangu na kwako kumpokea kuwa Bwana mkombozi wa maisha yetu, huko tukiruhusu kutenda ndani yetu. Ikiwa ni kusudi lako, basi tuombe. Asante Yesu kwa somo hili, tumejifunza kwamba ni kwako ndipo tunapata wokovu. Tunataka tupatikane na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, subscribe, like na kushare.